Sikiliza unayenifuatilia vizuri leo, niseme hivi: usijidharau, usijipime ubora wako kwa kuangalia watu wengine, usiangalie ubora wako kwa kuangalia ulimwengu unavyotafsiri. Kitendo cha wewe kuzaliwa, umezaliwa kuleta tofauti duniani nzuri. Anza kujikagua kuanzia sasa, uchukue hatua kama Yabesi, na ukishaanza kuchukua hatua utaona jinsi Mungu atakavyokusaidia na utafikia yale malengo. Kwa utamaduni wa Kiebrania, jina halikuwa tu alama ya kumtambua mtu. Mara nyingi jina lilikuwa na maana ya kinabii au lilielezea hali, tabia au matarajio kuhusu maisha ya mtu. Kwa Waebrania walikuwa hawaiti tu mtu jina hivi hivi. Wanapoita jina mtu, wana lengo lao ya kwamba huyu mtu atakuwa ni kama unabii fulani, atakuwa fulani. Utasikia hata katika kuna baadhi ya majina sema huyu anaitwa fulani, mambo ya nguvu ya mwandame. Ndivyo inavyokuaga hivyo. Kwa hiyo walikuwa wana maana hizo. Sisi kule katika milima yetu ya Upareni tuna majina ya asili. Yale majina yote ukiyafuatilia vizuri unakuta yanatangaza matukio. Kama mtu alizaliwa wakati wa njaa, na wakati huo njaa ni kali, na huyu mtu aliyezaliwa ni mwanamke, wanamuita Nanza. Kama ni mwanamume wanamuita Nzota. Hii ni njaa. Kama alizaliwa akiwa yuko njiani, yani mama yake anaenda labda mahali akajifungua pale pale barabarani, kakizaliwa kama ni mtoto wa kiume wanamuita Senzia, ni mtu wa njiani. Umeona hayo mambo jinsi alivyo. Kwa hiyo ilikuwa ina maana fulani. Sasa kwa Waebrania, wao wakiita jina walikuwa wanamaanisha, nenda kwa Wakuria utakuta nao majina ya Kikuria hawaiti tu, lina maana. Akiitwa Marwa wana maana ya kumwita hivyo. Sasa walipoita Yabesi walikuwa na maana kabisa. Katika lugha ya Kiebrania, jina Yabesi inatokana na mzizi wa neno linalomaanisha maumivu, huzuni au mateso, oseb. Mama yake alimpa jina hilo kama ukumbusho wa uchungu na taabu aliyoipata wakati wa kumzaa. Katika utamaduni wa kale wa Kisemiti au wa Kisemiti, jina alikuwa tu kitambulisho cha sauti ya kumwita mtu. Jina lilikuwa unabii, lilieleza tabia na liliweka mipaka ya hatimaye ya maisha ya mtu huyo. Hebu fikiria kama maana yao ni hii ya kwamba jina linaweka mpaka mipaka ya hatima ya mtu, alafu jamaa anazaliwa anaitwa Yabesi, yaani machungu. Leo nataka ni kuonyesha kwamba kuna uwezekano wa kwenda zaidi ya kile ulichotamkiwa kwa sababu ya Mungu aliye hai. Yeye ameitwa Yabesi, maana yake ni machungu, na anajua kwa kabila lao ameshatamkiwa kwamba yeye ni mtu wa maumivu na machungu tu. Hicho ndicho ambacho amekibeba hicho. Kila wakati Yabesi alipoitwa jina lake barabarani au sokoni au mahali popote pale, alikuwa anasikia sauti ikimwambia, wewe ni wa maumivu, wewe ni mleta shida, wewe ni chanzo cha huzuni, wewe. Yabesi alikuwa kila kitu. Yabesi manake ni machungu, ndivyo anavyoitwa, machungu. Unaweza kuanza vibaya, lakini nataka nikupe habari njema. Unaweza ukamaliza vizuri ukijitambua wewe ni mtoto wa nani. Neema ya Mungu haiwezi kukuacha. Neema ya Mungu inatafuta mtu yeyote ambaye anajitambua. Mgogoro mkubwa ni kujitambua. Kama watoto wa Mungu wakijitambua, kuna vitu vingi sana katika maisha yao vitabadilika kabisa. Rafiki yangu unayenifuatilia, nikwambie, unaweza ukabadilisha historia yako kabisa kama tu utaelewa hiki ambacho tunakisema siku hii ya leo. Yabesi akamlingana Bwana. Hicho ndicho kitu ambacho natakiwa leo uweze kukitambua. Yabesi akamlingana Bwana. Yabesi hakuomba kijuujuu. Yabesi alijua nini cha kutamka. Sikiliza ombi lake. Yabesi alikataa kukubaliana na ukuta wa huzuni uliowekwa mbele yake na historia ya familia yake. Alichukua hatua ya kiimani na kumwita Mungu wa Israeli akisema, laiti ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu. Hilo ndilo ombi ambalo aliomba.
laiti ungenibariki kweli kweli. Sikiliza vizuri hilo ombi la Yabesi jinsi lilivyo, laiti ungenibariki kweli kweli. Kwa nini Yabesi anahitaji kubarikiwa kweli kweli? Hivi ina maana kwamba kuna baraka ambayo sio ya kweli kweli? Rafiki yangu, hebu jiulize hilo swali. Ina maana ya kwamba kuna baraka ambayo sio ya kweli kweli? Hebu jiulize. Wakati mwingine kuna baraka ambazo ukizitazama ni kama vile sio za kweli kweli, kama ukiziangalia vizuri. Na Yabesi hataki baraka kidogo, anasema laiti ungenibariki kweli kweli. Kwa nini anasema ungenibariki kweli kweli? Anasema uniongezee mipaka yangu. Kumbuka tunaongelea habari ya mipaka. Kwanza kabisa, wewe unanitazama, usikubali kufungwa na mipaka ya kibinadamu. Ujue Mungu anaweza kuongeza mipaka yako. Mungu anaweza kuongeza hodhi yako. Mungu anaweza kuongeza maeneo yako, lakini lazima ujue kwamba ni kitu gani kinakusukuma katika kuomba kuongezewa hiyo. Fungu la 9, hebu angalia fungu la 9. Anasema mama yake alimwita jina lake Yabesi kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Unaona jinsi ilivyo, ameshasema kabisa. Yani hata ujio wake ni ujio ambao mama anasema ndo kule katika lugha ya Kiswahili kuna watoto wanaitwa siku dhani siku. Kuna watu wanaitwa tizo. Tizo manake anaitwa tatizo. Hii ndio majina ambao walipewa na wazazi wao, kwa sababu hatujui mazingira. Lakini haijalishi umeitwa nani, haijalishi umejiita nani, leo unaposikilia hili somo unapokea badiliko jipya, na Mungu akusaidie kabisa. Biblia inaposema mama yake alimwita jina lake Yabesi kwa sababu alimzaa kwa huzuni, cha ajabu ni kwamba mstari huu unapofuatilia vizuri, Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake wao. Mmechunguza kwamba kuna watoto fulani katika familia wakati wanapokuwa wanaonekana yani kama vile wazazi wao kama wanawa despise, wanachukulia kama hawafai fulani hivi, lakini wale watoto nakuta kugundua katika maisha baadaye wanakuja kufanikiwa, na ndio wengi wao, sijasema wote, wengi wao ndio wanaokuja kusaidia familia zao. Ni kwa sababu walikataa kufungwa na yale mazingira, na ukikataa kufungwa na yale mazingira usikubali kulipiza pia kisasi. Yabesi akabarikiwa kuliko ndugu zake wote. Hapa Biblia inatuonyesha tofauti kati ya kile mwanadamu anachoweza kukupatia na kile ambacho Mungu anaweza kukupatia. Mwanadamu anaweza kupatia kitu kingine, lakini Mungu anaweza kupatia kitu kilicho bora zaidi. Mama yake alimwita jina lake Yabesi, yani aliyezaliwa kwa huzuni au kwa uchungu, lakini Mungu akampa maisha yaliyojaa heshima. Haleluya! Wanadamu wanaweza kukutambulisha kwa maumivu yako, lakini Mungu anakutambulisha kwa uponyaji wako. Haleluya! Mungu atakutambulisha kwa ushindi wako. Mkumbuke Daudi, katika familia yao alikuwa mtoto mdogo kuliko wote, alikuwa hata hana mwonekano wa kuonyesha kwamba yeye anaweza kuwa mfalme. Hata alipokuja Samueli mtumishi wa Mungu aliyetumwa pale, alichanganyikiwa alipomuona kaka yake na Daudi, akadhani ndiye Masihi, kwa sababu aliona umbo lake la mwili alivyokuwa ni mkubwa, jitu limepanda, akasema huyu ndiye Masihi wa Bwana. Mungu akamwambia usimwangalie umbo. Hii inakupa picha ya kwamba hata wakati mwingine unaweza kutamkiwa maneno ya kukatisha tamaa na watumishi wa Mungu. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu amekutamkia neno la kukatisha tamaa, unaweza kuliamini kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu. Leo ninakuambia maneno haya uyabebe, ya kusaidie. Hata watumishi wa Mungu kuna saa wanakosea. Kuna siku hizi watu wanapewa unabii, anaambiwa wewe utakuwa hivi na hivi. Unabii wenyewe unaopewa ni unabii ambao unakutia hofu, unabii ambao unakutawala, na kwa sababu alisema ni mtumishi wa Mungu unaingia kwenye utumwa wa woga. Na nataka nikuambie, elewa, kwenye Agano Jipya sisi ni nani? Ni ukuhani wa kifalme, watu wa milki ya Mungu, taifa takatifu. Sisi tumetumwa kutangaza fadhili za yeye aliyetupenda. Hatujatumwa kutangaza anguko la watu. Ufalme wetu unashinda kila kukicha, hata kama kuna saa mtauona kama haushindi, lakini ndivyo ilivyo. Msalabani alionekana kama vile anashindwa, lakini akafufuka kutoka kwa wafu. Ndiye tunayemtumikia, haijalishi umeambiwa kitu gani. Unajua, katika lugha ya Kiebrania wakati Yabesi anaposema unibariki, katika lugha ya Kiebrania neno baraka
ambalo pia linatumika hata pia kwa lugha ya Kiarabu, lina maana hiyo hiyo. Ni neno ambalo lina maana kubwa sana, lina maana kadhaa. Moja ni kuweka wakfu. Lina maana pia wakati mwingine kuweka wakfu lina maana pia ya kumpa mtu uwezo wa ziada. Hiyo ndio maana ya neno baraka. Sasa Yabesi alipotumia neno kweli kweli, alikuwa anatafuta baraka ya agano inayotokana kwenye chanzo cha kimbingu, sio mafanikio ya kijuujuu yanayoambatana na majivuno ya kibinadamu au hofu ya kupoteza. Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa hii sentensi. Nairudia tena. Yabesi alipotumia neno kweli kweli, alikuwa anatafuta baraka ya agano inayotoka kwenye chanzo cha kimbingu, sio mafanikio ya kijuujuu yanayoambatana na majivuno ya kibinadamu au hofu ya kupoteza. Yaani baraka za juujuu, ukitaka ujue kwamba baraka ulizonazo ni za juujuu, zina sifa zifuatazo. Moja, inakuwa na hali ya majivuno ya kibinadamu. Mtu anaonyesha kwenye social media, ona tulipokuwa hapa, ona hiki, ona nyumba ninayojenga, ona gari nilonunua, ona hiki. Zile ni majivuno ya kibinadamu. Ile baraka haitokani na Mungu, sio baraka ya kweli kweli, ni ya juu juu. Namba mbili, utakuta kwamba kila wakati unaogopa kupoteza. Hata kama ni kazi umepata, lakini unaishi kwa kihoro. Kila saa unaogopa, huenda nitapoteza, huenda itakuwa hivi. Jua kwamba hiyo sio. Yabesi anasema hii staili ya baraka mimi sitaki. Sitaki baraka ambayo nakosa amani. Na mimi naambieni watu, msione kila mtu aliyefanikiwa kwa mtazamo wako wa kibinadamu ukajua ana furaha. Wengine ni baraka za juu juu, hawalali usingizi. Akisikia tu kapo anaanza kushtuka. Mungu atusaidie sana ili tuweze kuelewa.